pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo yanayotolewa na tume. Bado mna wajibu na mnalazimika kwa kiapo mlichokifanya leo kufuata sheria, katiba, sheria, kanuni, miongozo, taratibu na maelekezo. Kwa leo tuko hapa kupeana haya maelekezo. Hizi mada zilivyopangwa zimeweka kila baada ya mada kuna majadiliano. Maana ni kwamba wazoefu washare uzoefu na wasio kuwa na uzoefu. Wenye uzoefu wa pay enough attention, extra attention kwenye kitu ambacho kimeelekezwa. Mpate kushauriana. Uelewa wetu unatofautiana. Lakini tukikaa kama kundi tukishauriana, tukiongea sisi kwa sisi, tahamaki ndani ya siku 2 kutoka tumeiva na tuna uwezo wa kusimamia uchaguzi. Jitahidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka vyama vya siasa. Kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Kumbuka pia kujaza fomu zote za uchaguzi. Leo tumeanza. Hizi fomu za viapo za kujitoa kwenye vyama ni muhimu sana. Kuna watu hapa makada wa vyama mbalimbali. Sitaki kutaja chama. Lakini kwa siku hizi tangu leo umeapa. Hebu kaa pembeni kidogo. Nendeni mkasimamia uchaguzi. Acheni propaganda za siasa. Acheni propaganda za mitandao. Acheni propaganda za wenye nia ovu na hili zoezi. Acheni propaganda na wenye nia ovu na nchi hii. Mkafanye kazi. Tumeelewana jamani? Tangu siku ya uteuzi wenu nyinyi ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu. Mimi kuanzia leo mlipo hapa. Nyinyi ni watumishi wa Tume Huru ya Uchaguzi. Pili, utendaji na uwajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu wa tume. Mtawajibika kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na sio kwa mamlaka nyingine yoyote. Isipokuwa kama jambo hilo litahitajika kwa mujibu wa sheria ya nchi. Na tatu, kwamba taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa kwa tume kupitia kwa msimamizi wa uchaguzi na sio vinginevyo. Kuna msimamizi wa uchaguzi ngazi ya kata, ngazi ya jimbo, wote wana msimamizi wa uchaguzi. Kwa hiyo kama kuna taarifa ya lazima, wasiliana na msimamizi wako uchaguzi ngazi ya kata. Na sio mtu mwingine yote. Sio mwenyekiti wa kijiji, sio mtendaji wa kijiji, sio mtendaji wa kata, hakuna. Wasiliana na msimamizi msaidizi wa uchaguzi ngazi ya kata. Sio kila msimamizi anakuwa mtendaji wa kata, na wala sio kila mtendaji wa kata anakuwa msimamizi wa uchaguzi. Msimamizi wa uchaguzi yupo vetted na anajulikana. Na wamewaapisha na wanawasimamia na wako na nyie mwanzo mwisho mpaka mtakapoweza kufanikisha kutekeleza majukumu yenu. Muhimu sana. Hivyo katika utekelezaji wenu wa majukumu, zingatieni matakwa na masharti ya kifungu hiki ili kuepuka kuonekana mnawajibika kwenye mamlaka nyingine tofauti na tume katika kipindi hiki muhimu. Ndugu washiriki, kwa kumalizia ni wasihi mzingatie mafunzo mtakayepewa na mtoe uzoefu wa usimamizi wenu wa siku za nyuma ili iwe ni somo kwetu sote katika utekelezaji wa jukumu lililopo mbele yetu.